Leo ni miaka 21 tangu kutokea kwa ajali mbaya ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba iliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 800. Maadhimisho ya siku hiyo yamefanyika katika makaburi ya watu waliofariki katika ajali hiyo yaliyopo eneo la Igoma nje kidogo ya jiji la Mwanza na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wa dini na wa serikali ya mkoa. Viongozi wa dini waliongozwa na mwenyekiti wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoani Mwanza Hassan Kabete. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, ulipangalo huwa, usilolitaka haliwi. Na mwenzake wa kanisa Katoliki Mtawa Florence Tarimo. Nakushukuru kwa wema na upendo wako kwa wote walioweza kutembea na kufika katika kituo hiki. Kwa baraka zako na kwa upendo wako wewe Baba, umetufikisha hapa ili kuwaombea ndugu zetu waliolala hapa makaburini. Mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye kumbukumbu hiyo amesema leo ni siku ya kuungana pamoja kwa ajili ya kuwafariji ndugu, jamaa na marafiki waliowapoteza wapendo wao. Pole sana wale ambao wameguswa kwa karibu sana. Wote lilitugusa, lakini kuna wale ambao wameguswa kwa karibu zaidi. Najua leo ni siku ambayo kwenye nafasi zetu mbalimbali tutakuwa tunawakumbuka ndugu zetu kwa jinsi tulivyojipangia. Muamini kwamba serikali, Mheshimiwa Rais na serikali nzima, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli anaifahamu siku hii, anaikumbuka na ni wajibu wa serikali, na ndio maana tuko hapa tukimuunga mkono kukumbuka ndugu zetu waliotangulia. Na sisi tutawatakia kila laheri kwenye kumbukumbu hizi na muamini kwamba tuko pamoja. Kwa upande wake, mmoja wa watu walionusurika katika ajali hiyo, Kilifens Legera, amesema licha ukweli kuwa ajali hiyo kuwa ya kawaida, lakini kuna sababu maalum zilizoichangia ukiwemo umaskini. Kwa Kilifens Legera Herman, sasa hivi ni mkazi wa Mwanza, eneo la Igoma. Mimi ni mmoja kati ya wahanga kwenye tukio la MV Bukoba lililotokea tarehe 21 mwezi wa 5 1996. Nilinusurika kwenye ajali ile. Lakini kwa faida kwa taifa kwa ujumla, labda na kizazi kinachoendelea, ni vizuri labda nikaeleza chanzo cha ajali ya MV Bukoba. Chanzo cha ajali ya MV Bukoba kitakuwa kimesababishwa na mambo makuu matatu. La kwanza ni umaskini kwenye taifa letu ambalo tunatumia vifaa ambavyo vimepitwa na wakati, vimezeeka. Kwa hiyo nashauri vifaa vya usafiri hasa wa majini viboreshwe. La pili ni ujinga ambao umekithiri kwa jamii na hata kwa viongozi ambao wanawajibika kusimamia masuala mazima ya usafiri na majukumu mengine. Na la tatu ni uzembe kwa wale wanaopewa jukumu la kuviendesha vyombo kama vya usafiri, na pia kwa wale waliopewa mamlaka ya kuvisimamia vyombo hivi. Ndio chanzo cha ajali kuu ya MV Bukoba. Na bila kutatua matatizo hayo ni kwamba ajali za kila mara zitaendelea kutokea. Kwa na shauri kwa viongozi wa serikali wachukue jukumu katika kupunguza umaskini, kuwezesha kwamba vifaa viwe bora, kuondoa ujinga kwa wale wanaosimamia majukumu ya vyombo vya usafiri hasa wa majini, na pia kutoa adhabu kali kwa wale wanaohusika na uzembe na hasa kusababisha ajali hizi zinazogharimu maisha ya Watanzania kwa ujumla. Hata hivyo, meneja mkuu kampuni ya huduma za meli mkoani Mwanza Eric Hamisi amesema kwa sasa mamlaka hiyo imejipanga sawa na hivi karibuni wanatarajia kupokea meli mpya kutoka serikalini ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 ya mizigo. Ametoa ahadi ya meli mpya. Na hiyo meli mpya nayo tumekisha kukamilisha taratibu za uzabuni. Zitaletwa, wazabuni wataleta zabuni zao na tutafungua tarehe 12 mwezi wa 6. Ndipo tutaweza kupata hatua. Baada hapo tutaingia kwenye hatua za evaluation tuweze kupata mkandarasi. Kwa hiyo ahadi ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli ya meli iko pale pale, na meli mpya itakuwa na uwezo kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo. Hiyo ahadi ipo na hiyo meli
itakuja. Na ilikuwa ni suala la kukimbizana na kufuata taratibu za zabuni ambazo kama nilivyowaambia tumefika mahali pazuri sana. Kutoka hapa jijini Mwanza nikiripotia MCL Matukio, jina langu Jonathan Musa.